Bwana, nahitaji neema yako. Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako, 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 Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako, Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza na ninakuinua mfalme kwa sababu ya ibada hii. Natukuza jina lako Bwana wa majeshi. Ninabariki kila mmoja Bwana anayepata neno lako kwenye taifa letu la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Bwana wa majeshi, na wakabidhi mikononi mwako kila mmoja anayepata neno lako na atakayekuja kulipata. Ukanene na moyo wake. Nami Bwana ukanitumie kama chombo, ni kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Nakemea kila madhabahu yote ya Freemason, Devil Worshippers, Illuminati, watawala wote wa anga wanaweza Bwana kupinga neno lako. Jehova Jireh, ninakataana na mipango yao, nakataana na silaha zao katika jina la Yesu. Bwana, achilia neema, achilia kibali chako na achilia nguvu zako katika ibada hii kwa sababu ya utukufu wa jina lako Bwana. Jina lako litukuzwe na jina lako limidiwe Bwana wa majeshi. Baba, kakubali kila jambo Bwana katika ibada hii likaweze kwenda kwa njia iliyo sawa na njia inayostahili kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen. Amen. Karibu sana watu wa Mungu, popote ulipo, unayenitazama na unayenisikiliza. Basi na ukaribisha sana kwa ajili ya ibada hii. Tuko na itirafu kidogo kwa ajili ya pale kwa upande ule wa internet, maana huwa ndio tupate kuenda hewani, huwa tunatumia internet, lakini tunaamini ya kwamba mambo yote yatakuwa sawa. Kwa hivyo tuko na hiyo itirafu ya internet, tasiwahi mnaona kwamba tunakuja tukipotea hewani, na lakini kwa neema ya Mungu atatupatia nguvu na uwezo wa kuweza kuendelea kuwa hewani. Basi karibu sana popote ulipo, na ninaamini ya kwamba Bwana wa majeshi ataenda kukubariki kwa sababu ya ibada hii, maana Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Tuko katika station kadhaa. Kuna wale ambao wa Miujiza TV, kama unatupata kupitia hiyo channel, unaweza ukatutumia ujumbe hapo tuambie kwamba unatupata, kwa sababu tulikuwa tumepotea that channel, na kadhaa ambao channel ambao tulikuwa tumepotea hewani, lakini kwa neema ya Mungu tumepata kurejea. Jana ndio nilipata notification kwamba turudi hewani. Kwa hivyo tunafanya katika media broadcast on kuangalia internet, tuone kama tunaweza kuwa kwa njia iliyo sawa kwenye live service. Kwa hivyo tuko katika hali ya kutesti mitambo, na nataka tu nitumie ujumbe wako, niambie unanitazama ukiwa wapi, unanitazama kupitia channel gani, maana kuna wale wa kwa wale wa Maximum Grace TV, kuna Maximum Grace FM, kuna wale wa gani ile nyingine Miujiza TV, kuna World Miracle Star TV na zingine nyingi ambazo tuko hewani. Kwa hivyo unaweza kunitumia ujumbe uniambie unanitazama kupitia channel gani na kwa njia gani tunakufikia, kwa sababu tunafanya hali ya kwamba kuhakikisha kwamba tuko hewani kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo zile channel ambazo tulikuwa tumepotea, basi ndio tunahakikisha kuona kama tunaweza kuwa tunaingia hewani vizuri, maana kulikuwa na itirafu, na bado ninaona katika upande ule wa internet bado iko na hiyo changamoto, lakini kwa neema ya Mungu tutapata kuwa kufundishana neno lake Mwenyezi Mungu, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Basi kidogo kwa muda ule ambao ninaweza kuwa hewani, because tunafanya hiyo internet testing kwa ajili ya ibada hii. Nataka nifundishe katika kitabu cha Psalms 144 verse number 1. Na topic yangu today ni kwamba victory.
Topic ya leo ni victory. Katika kitabu cha Psalms 144 verse number 1. Biblia inasema katika Kiswahili, atukuzwe Mwenyezi Mungu muumba wangu, anayeipa mikono yangu mazoezi ya vita na kuvifunza vidole vyangu kupigana. Bwana asifiwe sana. Naongea kuhusu victory. Daudi anasema ya kwamba Mungu ananifundisha mikono yangu mazoezi na vidole zangu kupigana vita. Kwa hivyo Daudi ni Mungu alikuwa anamfundisha vita, na akatambua ya kwamba Mungu ndiye ananipatia nguvu ya kushinda hizo vita. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika this live broadcast lazima uelewe ya kwamba God will give you victory. Maana yeye ndiye anayekupigania vita. Yeye ndiye anakupatia nguvu ya kupigana vita. Na ndio maana Daudi anasema ya kwamba na atukuzwe Mungu anayenipatia nguvu, anayefundisha vidole zangu na anayefundisha mikono yangu. Kwa hivyo Daudi anatambua ya kwamba vita zake anazopigana ni Mungu atampatia ushindi. Ni kwa sababu ya kwamba huyu Mungu ndiye anampatia nguvu ya kushinda, kwa sababu yeye ndiye anamtrain. Unajua wala watu ambao wa kupigana vita, kuna wakati nilienda, tulikuwa tunatrainiwa karate. Na hiyo karate unakuta kwamba unatrainiwa kupigana vita. Na wakati mwingine ulikuwa unakuta kwamba ile vita unapotrainiwa kupigana, saa zingine unakuta kwamba unajeruhiwa. Kwa sababu ya kwamba unapigana vita na hujajua, labda kama ile somersault ulikuwa unakuta kwamba hujajua kuenda hiyo. Mwingine unakuta kwamba katika kuna kitu tulikuwa tunasema ya kwamba sasa una train mkono wako kukunja ngumi vizuri. Sasa usipoelewa jinsi ya kuweza kupigana hiyo vita, unakuta kwamba wakati mwingine kuna mahali tulikuwa tunatrainia unapiga mti, ama unapiga mgomba wa ndizi, ama unapiga ukuta. Sasa ukiwa unapiga hiyo ukuta na ukawa kwamba hauchachua vile unapigana, unaweza umia vidole. Sasa Daudi anasema ya kwamba Bwana ananifundisha kupigana vita, maana anafundisha mikono yangu na anaifanyisha mazoezi. So I'm talking this my brother and my sister, ya kwamba Bwana atakupatia victory, Bwana atakupatia ushindi. Mimi sijui siku ya leo ya kwamba unapigana vita aina gani. Sijui kama unapigana vita katika maisha yako kwa sababu ya mafanikio yako. Sijui kama unapigana vita za madeni. Sijui kama unapigana vita za kuturumiwa. Sijui kama unapigana vita za kunyanganywa mali yako. Sijui kama unapigana vita ambazo ni kwa ndoa yako. Sijui kama unapigana vita kwa ajili ya watoto wako. But maandiko yanasema ya kwamba Bwana anampatia nguvu na anamfanyisha mazoezi mikono yake na vidole zake ni kwa ajili ya kupigana vita. Kwa hivyo ni lazima uelewe mpendo ya kwamba anayekupatia uwezo wa kupigana vita sio wewe peke yako, bali mwenye nguvu ambaye anayeitwa Jehova Jire ndiye anakupatia uwezo wa kupigana vita. Halo, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo unapopigana vita, hata katika tunapokuja media inakuwa ni vita. That's why unaona nakwambia kwamba kuko na itirafu ya mtandao. Maana internet inaleta shida. Na hiyo internet saa zingine ukiweza kuchukua uweze kuanza kufanya mambo mengine haitakuwa na hiyo shida, lakini kuleta neno la Mungu linakuwa na hiyo vita. Inakuwa na hiyo vita. Sasa unakuta internet inasumbua kabisa. So it's another what we call the battle. Kwa hivyo kuleta neno la Mungu hewani inakuanga ni vita. Sio jambo tu la kuamka tu na ulete neno watu walisikize. Ni vita ambayo inakuwa hapo. Maana unaweza ukanena katika mtandao, unaweza ukalipa gharama kubwa sana katika media, lakini licha kwamba utalipa watu hawatakusikiza. Because is a battle. Sasa ni lazima uelewe kama mhubiri ya kwamba ni wakati wa kupigana vita mpaka upate kupenya. Bwana asifiwe sana. Upigane vita mpaka upate ushindi.
Kama unapigana na ugonjwa wa kansa, upigane hizo vita mpaka ushinde hiyo kansa. Kama unapigana na ugonjwa ambao ni wa kisukari, upigane hizo vita mpaka ushinde hiyo ugonjwa. Kama unapigana na ugonjwa wa utaza, upigane na hiyo ugonjwa mpaka upate kushinda, because God will give you the victory. Hallelujah. Victory, my brother and my sister, is in your side. Because when you have God, there also victory is in your side. Hebu tuangalie hapo katika neno la Bwana. Isaiah chapter number 25 verse number 8. Isaiah chapter number 25 verse number 8 and 9. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu atakiangamiza kifo milele. Atayafuta machozi katika nyuso za watu wote na kuwaondolea watu wake aibu duniani kote. Bwana Mwenyezi Mungu ametamka. Anasema ataondoa kifo. Ataondoa kifo kwa watu wake. Kwa hivyo hata kifo ni vita. Wakati ambapo mtu anaposhindwa vita, automatically anakufa. Maana Ibilisi anakuja ni kwa ajili ya kupigana vita, na hizo vita zake anahitaji ya win. Na kuwini kwa adui ni kuwini kukuangamiza. Bwana ziwe sana. Adui ya apigani vita akuache ushinde, anapigana vita akushinde. Sasa na wewe elewe ya kwamba wakati ambapo unapigana, na ndio maana nikasema ya kwamba naye Mungu ataondolea watu wake majonzi. Sijui siku ya leo wewe unalia kiwango gani, ama umelia kwa muda gani? Vita hizo ambazo umepigana ni vita hizo ambazo zimekuteza. Umelia vya kutosha. Labda unalia vita za kufungiwa nyumba, vita za kupata chakula ya kukula, vita za mafasi, because you need the victory. But unakuta ya kwamba vita zinakuwa kali. Maana katika kupenya lazima kutakuwa na vita. Hakuna mtu ambaye anaamka tu na ashinde. Lazima kukue na hali ya kupigana. Maana kushinda, mpendwa, unatokana na vita unaopigana. Kuna watu wanapigana hata vita katika maombi. Maana kuna mtu anaamka tu anataka kuomba, lakini katika hiyo maombi yake anafungiwa anga. Anakuta anapigana. Maana ndio maana sema kwamba the book of Daniel chapter number 10 and verse number 21. Biblia inasema ya kwamba naye Danieli alipoanza tu kunyenyekea mbele za Bwana na alipoanza tu kuomba, hapo ndipo maombi yake yalichipiwa, lakini maombi yake yalifungwa kwenye anga. Na maandiko yanasema ya kwamba naye wakati ambapo maombi yake yalifungwa, basi hapo ndipo malaika Mikaeli akaja akapigana na mkuu wa Wajemi, mpaka akatumana malaika akakuja katika Danieli, akamwambia Danieli ya kwamba siku ile tu ulipoanza kuomba na kujinyenyekesha mbele za Bwana, hapo ndipo ulipata maombi yako yalichipiwa. Lakini mkuu wa Wajemi, mkuu wa Basil, basi alikamata anga, na hapo ndipo alisuia maombi yako kwa siku hizi 21. Lakini mkuu ambaye ni malaika Mikaeli amekuja amepigana, mpaka hata nimewacha hapo wakipigana, nami nimekuja kukwambia ya kwamba maombi yako ulipoanza kuomba yalichipiwa. Kwa hivyo kuna watu ambao wanapoanza kuomba maombi yao yanasuiliwa angani, because it's a battle. Prayer is a battle, and that's why many people they don't like to pray. Watu wengi hawapendi kuomba, na si kwamba hawataki kuomba, lakini kwa sababu ni vita. Katika kutoa inakuanga ni vita. Yaani maana hakuna mtu anaamka tu hivi aanze kutoa, because it's a battle. Unajaribu kutoa, lakini unasikia roho yako inakwambia usitoe. Unaweza ukasema wacha nitoe hii sadaka ya 200, lakini sasa ile unaenda kuitoa, ukifika pale kwa madhabahu unasikia usitoe hiyo sadaka, unasikia utoe 50. Kulikuwa na mtu mmoja alikuja kanisani, mahali tulikuwa tunashiriki that time, hatukuwa tuko na kanisa. Tulikuwa tunashiriki na sisi kwa bishop wetu. Sasa ukawa kwamba that time yule mtu alipokuja alikuwa na pesa, by the way alikuwa na 25,050 alipokuja kanisani. So hakuna mtu alikuwa anajua kama ako na fedha. Sasa akasikia atoe 1,000 kama sadaka, lakini akaona akitoa hiyo 1,000
atasaidia pastor. So akaachana kutoa, akaenda kwa choo. Alipoenda kwa choo, alikuwa anaenda atoe zile fedha, atoe ile 50, akuje kutoa, arudishe ile 1000. Bwana asifiwe sana. Sasa alipofikiria hivyo na akawa amepanga hivyo, basi akaenda kwa choo kutoa ile pesa, aweke zingine kwa mfuko, kisha ile 50 akuje kutolea Mungu. Sasa kwa bahati mzuri ama ni kwa bahati mbaya, ile pesa aliyekuwa nayo wallet yote ikatumbukia ndani ya choo, chupuri ikaenda yote. Sasa hapo ndipo tukachua kile ambacho kilichokuwa kinaendelea. Bana alitaka apomoe hiyo choo, na choo tayari imekorogewa, tayari choo iko na tiles. Anapomoaje hiyo choo? Maana hata kupomoa kwenyewe hiyo pesa yenyewe itatosha. Haitatosha hata kujenga hiyo choo. Sasa hapo ndiye alisema, nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kutoa sadaka, basi mimi nikasikia nisitoe zote, nikuje nitoe 50. Sasa hapo ndipo pesa yangu imeingia kwa choo. Sasa hapo ndio tukachua. Maana isapato kutoa sadaka ni vita. Usifikiria ati adui atakuacha tu akwambie toa sadaka na sadaka mzuri ya kuguza Mungu. Lazima utapigana vita. Ndio maana unakuta kwamba kuna watu wanajaribu kutoa sadaka, na baada ya kutoa hapo ndipo maisha inaharibika, because it's a battle. Kutoa fungu la 10 ni vita. Ndio maana mtu anapotoa fungu la 10 hawezi akatoa leo fungu la 10 na maisha ikaenda vizuri. Lazima atakutana na hali ngumu, kwa sababu shetani anataka kumwonyesha kwamba wewe ni nini ambacho ulichokifanya, hakuna kitu ulichokifanya, because it's a battle. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana kutoa tu fungu la 10 ni vita. Hata kuwa kiongozi ni vita. Usifikiria ati utakuwa kiongozi na kila mtu akubali uongozi wako. Lazima kutakuwa na vita. Kukua mchungaji sio kukua tu sana ati mchungaji. Ni lazima ukutane na machitu. Mchungaji lazima uelewe hiyo, ya kwamba kuhubiri ni vita. Kuhubiri ni vita. Hauwezi ukaamka tu hivi ukaanza kuhubiri, unatoa mapepo, alafu watu wakakupigia makofi wakakwambia unatoanga mapepo vizuri. Utapiwa vita. Utaitwa devil worshiper, utaitwa Illuminati, utaitwa Freemason, utaitwa what? Hiyo majina yote utaitwa mganga. Because is a battle. Wengine hata watachukua picha zako, watakutoa mafasi na watakuweka kwa mitandao na msichana kama wewe ni mwanaume. Na kama wewe ni mwanamke, watakutoa mafasi, watakuweka kwa mitandao ukiwa uchi na mwanaume. Hizo ni vita. Sasa usipokuwa mtu ambao uko very strong, wewe ukumbuki Suluhu wakati ule mwingine alijaribu kuongea mambo, na wakati ule wa kampeni yake anaua vijana. Ukumbuki vile aliwekwa kwa mtandao, anatolewa mpaka nguo anakaa uchi. Wewe unaona hata viongozi wa Kenya wanawekwa wengine kwa majeneza na si wao, lakini wanatolewa because is a battle. Leadership is a battle, my brother and my sister. Sio ati kuamka tu ati unakuwa kiongozi na watu wanafurahia ukiwa kiongozi. Is a battle. You have to fight. Lazima upigane hizo vita ili ukapata kushinda. Alimaliza sema ya kwamba basi naye Mungu atakupigania. Wala anasema kwamba Bwana Mungu atakiangamiza kifo milele. Kwa hivyo kifo ni kitu ambacho ni cha vita. Na anasema akiendelea kwamba atayafuta machozi katika nyuso za watu wote na kuwaondolea watu wakaipu duniani. Kwa hivyo vita atakapopigana, maana aibu inapata watu wake. Kwa hivyo ni lazima apigane zile vita katika anga ili aondoe machozi kwa watu. Maana kuna watu wanalia, wengine wamepoteza waume zao, wengine wanapoteza wake zao, wengine wanapoteza watoto wao, wengine wanapoteza marafiki zao, wengine ni mandugu zao, wengine ni badada zao. Izapato ni vita mtu anapigana. Na ndio maana Maliki sema kwamba naye Mungu ataondoa kifo. Na anasema ataondoa majonzi. Na zaidi ya yote ataondoa aibu. Haleluya. Vita. Ndio Bwana akaweze kukupatia victory, my brother. Lazima ukubali
uandamane na yeye, akupiganie vita. Hiyo kifo anakuta kwamba inawaandama kila wakati, Bwana awapiganie. Hiyo aibu inakupatanga kila wakati, umruhusu Bwana akupiganie, maana vita si zako, ni za Bwana. Haleluya, vita ni za Bwana, lakini hitaji mtu ambaye atapigana. Mimi kuna wakati ambao nilikuwa najaribu kuingia kwa media. Kuna station moja nilikuwa na upiri, ilikuwa outside in Kenya. So nilikuwa ninatumiwa link alafu ninaingia live. Na nilikuwa na upiri. Lakini siku moja kukatokea mwanamke mmoja kwa hiyo mtandao tu. Hiyo station tu, maana alikuwa mmoja ambaye walikuwa wanajuana sana na director. Na akapeana habari za uongo kwa studio. Anijui, huyo mama anijui. Na mimi na upiringi injili zangu live. Na sikuwa na namba yake na yeye hana namba yangu. Lakini akarudi akadanganya huko, nimesema kwamba ati director atakufa. Na ana namba yangu na sina namba yake. Na hiyo injili yenyewe ninahubiri ni live kwa hiyo studio. Director hakuniambia, lakini akaniondoa kwa studio. Na mimi sikujua. Nikakaa kama wiki mbili baadaye. Nikampigia simu nikamuuliza director, what happened? Mbona siku hizi sipatangi nafasi ya kuhubiri kwa runinga? Kaniambia nilipea nafasi fulani akupatie hiyo nafasi ya kuingia. Wewe mpigie simu. Nikapigia huyo mwenye alikuwa amenipatia hiyo namba yake. Mimi nikampigia. Nilipompigia ndiye aliniambia sasa hizo habari, ambapo zilikuwa ni za uongo. Lakini kwa sababu ya kwamba shetani yuko kazini, lazima ajaribu kupigana. Maana hiyo mahubiri ikiingia kwa watu itawafungua. Kwa hivyo lazima adui asimame na kwa njia yake. Asimame kwa njia yake. Na yeye aseme ya kwamba hapo huwezi penya. Kwa hivyo ni lazima mpendwa elewe ya kwamba katika maisha yamejaa vita. Verse number 9 inasema, baada Isaiah 25 verse number 9. Siku ile watu wote watasema, huyu ndiye Mungu wetu, tumemwongojea atokee. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu tuliyemtazamia. Njoo tufurahi na tusangilie kwa kuwa ametuokoa. Kwa hivyo hawa watu wakati ambapo watakapopiganiwa vita, anasema ya kwamba sasa wakati ambapo tutakapopiganiwa vita, hapa ndipo tutasema ya kwamba huyu ndiye Mungu wetu ambaye ametuokoa. Na huyu ndiye Mungu, njooni mkapate kumuona. Sasa kuna vita ambao mpendwa utapigana wakati ambapo Bwana atakapokupatia ushindi, basi watu watakuja watasema ya kwamba basi huyu ndiye Mungu tunayemtaka. Huyu ndiye Mungu wake ambaye tunamhitaji. Tunahitaji huyu Mungu. Una mahali Paulo anafanya miujiza mpaka mchawi anasema, nahitaji hii mafuta. Ninaweza fanya aje hii miujiza? Maana Mungu wake ameonekana. Hauwezi mpendwa ukapata watu wakuje wasema huyu ndiye Mungu ambaye tunamhitaji kama Mungu hajaonyesha victory in your life. Kuna mambo ambayo unapitia because of the victory of tomorrow. Wakati ambapo utakaposhinda hizo vita, hapo ndipo watu watasema huyu ndiye Mungu wa huyu tunataka. Danieli anawekwa ndani ya tundu la simba. Anakaa hapo mpaka simba zinakaa marafiki. Analalia juu kama dress. Na ni simba zimeandaliwa wiki mzima, 7 days. Ili simumalize Danieli. Lakini Danieli anapotupa pale katika tundu la simba, basi anafika pale, basi anakuwa Mungu anakanya makanyo yote ya mdomo wa simba. Na midomo yote ya hizo simba zinakuwa haziwezi kufungua tena. Naye Danieli analalia kwa hiyo madress ya simba. Unajua simba iko na manyoya smart sana. Yaani ni nyororo, nyama, yaani ukilalia nyama unajua vile inakwanga. Ni madress mzuri sana, si kama ambao ya kutunga. Sasa Danieli amelalia hapo.
Wakati mfalme alipokuja asubuhi yake, alisema ya kwamba huyu Mungu wa Danieli ndiye tunayemhitaji. Kwa sababu ya nini? Danieli ameshinda vita katika tundu la simba. Lakini wewe mpendwa, shida yako ni moja, ya kwamba wewe hutaki kupigana vita. Na ndio maana Mungu wako hawezi akaonekana, watu wakuja waseme ya kwamba huyu ndiye Mungu tunayemhitaji. Haleluya. Mungu wako ataonekana wakati ambapo utakaposhinda vita. Ndio maana maandiko yanasema kwamba siku ile watu wote watasema huyu ndiye Mungu, Mungu wetu. Kwa hivyo wakati ambapo utakaposhinda vita, hapo ndipo watu watasema ya kwamba huyu ndiye Mungu wetu tunayemtaka. Ukishinda vita kama Jane, watu watasema huyu ndiye Mungu tunataka. Ukishinda vita kama Monica, watu watasema huyu ndiye Mungu tunataka. Ukishinda vita kama John, huyo ndiye Mungu watu watahitaji. Ukishinda vita kama Abraham, huyo ndiye Mungu watu watahitaji. Ukishinda Mungu kama Jakobo, huyo ndiye Mungu watu watahitaji. Lakini wewe mpendwa, usipopigana vita na usimame katika vita, unajua watu wengi wanapokutana katika vita wanatorokanga vita. Hakuna kitu kizuri kama wanajeshi. Nimekuwa na wanajeshi marafiki kwa muda mrefu sana. Na huwa kuna kitu moja wananiambianga, ya kwamba no retreat and no surrender. Hiyo ndio moto wao. No retreat and no surrender. Hakuna siku ati mwanajeshi atapigana hata kama ni Al-Shabaab atoroka aende. Hiyo kitu haiwezi fanyika. Haiwezi fanyika. Kwa hivyo anapigana vita mpaka hizo vita ashinde. Atapigana vita mpaka ashinde vita. Atapigana vita mpaka hizo vita ashinde. Na iwapo watakuwa ati kwamba wameteka nyara wao, alafu wakakuwa wao kwamba wale maadui wanajiprotect na huyu mmoja wao, wanawapiga risasi wote, wawaue wote, ili waue mmoja kuliko wakufe wote. Sasa ni lazima na wewe elewe ya kwamba ukiwa mtu ambaye katika dunia hii lazima upigane vita, na hizo vita unapopigana upigane pasipo retreat, pasipo surrender. Unapigana vita bila kurudi nyuma. Unapigana vita mpaka adui anajua ya kwamba unapigana vita aina gani. Haleluya. Unapigana vita. Unapigana vita. Na vita kupigana haihitaji mtu ambaye ni muoa. Inahitaji mtu ambaye ni shujaa. Lakini sio ukipigana vita ukiwa na uoga, hauwezi win that battle. Mwisho wake utashindwa. Na utaona kana kwamba Mungu hayuko upande wako. Mimi kama kuna kitu napigananga nao ni uoga. Uoga. Because kama kuna roho ambaye inafanyanga mtu ashindwe vita ni uoga. Unajua ile umbu ambaye inakuanga umbu ambao ni kali huwa ipweki. Ati pwe. Uwezi hiyo umbu kali ikipweka. Umbu kali huwa ipweki. Inanyamazanga. Na wakati ambapo inaponyamaza unajikuta tu imekukamata mguu ama imekuuma mahali. Yaani hiyo umbu ikikuja inakuuma tu, inakungata tu from nowhere. Na huko unaiona because ipweki kwa sababu ni umbu kali. Lakini ile umbu ambao unakuta ya kwamba ni umbu ambao ni mwoga, anapwekanga kutoka mbali, kuachilia uoga, anakutishatisha nayo. Hallelujah. So my brother and my sister, you need to fight the battle until you have victory on your side. Hallelujah. Kwa sababu ya uelewe mpendwa, ya kwamba upigane vita na ukapata kushinda vita, basi ni usimame wima. Uondoe roho ya uoga. Unajua Raila Amolo Odinga kitu moja alikuwa naye, huyo mwanaume alikuwa si muoga. Au kuwa muoga. Na ndio maana alipata kuleta hii victory tunaiona siku ya leo. Hii freedom tunaiona ya chama leo. Hiyo kutokana na Raila au kuwa na uoga. Lakini tukiwa na opposition ambaye ni waoga,
Hakuna kitu utafanya. Watu wanatishiwa, wanajificha. Hakuna kitu utafanya. Injili ukiwa unahubiri ukiwa mwoga, hauwezani naye. Hautaiweza. Inahitaji mtu ambaye ni roho juu. Unasema kama ni kukufa kufa, kama ni kupona pona. Kwani kukufa si mtu atakufa tu? Kwani kuna mtu ataishi duniani miaka yote? Hakuna. Mwisho wa siku mtu atakufa tu. Sasa ukiogopa ati utakufa tu basi bado unaogopa. Vita inahitaji mtu mwoga, anaogopa kufa. Vita inahitaji mtu anapigana mpaka akufa akiwa anapigana. Na ndio maana Waislamu si waoga. Huwezi ona Muislamu muoga. Muislamu anajua kushinda ni akufie vitani. Ni akufie kwa vita. Kwa hivyo na wewe lazima uelewe ya kwamba mpendwa, unafaa upigane vita mpaka vita umalize. Bado anasema kwamba nimepigana vita vizuri na nimemaliza mwendo. Alipigana vita na akalinda imani yake. Haleluya. Alilinda imani yake. Na vita alipigana. Hakuacha kupigana vita. Bwana asifiwe sana. Nikisomea tu maandiko moja tu tunapoenda kumalizia, because leo nilikuwa nafanya media testing. Katika Yeremia chapter number 17 verse number 11. Yeremia chapter number 17 verse number 11. Nafanya media testing leo kwa sababu internet iko na itirafu, so nilikuwa na test tu internet. Katika Yeremia chapter number 17 verse number 11, Biblia inasema hivi. Nasema mtu apataye mali isiyo halali ni kama kwale akusanyaye makinda ambayo akuyangua wakati wa kelele cha uchana wake. Itamchopoka na mwishoni atakuwa mtu mpumbavu. Atakuwa mtu pumbavu. Kwa hivyo huyo ni mtu ambaye apataye mali isiyo halali. Kwa hivyo unapopigana vita, upigane vita ili ushinde. Lakini ukienda njia ya mkato, basi unakaa kama mtu ambaye anayekusanya kwale. Inafananishwa na kazi ya kwale. Unakusanya mawe, mwishoe inaponyoka. Mwishoe inaponyoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni kuonyesha mpendo ya kwamba katika maisha tuliyo nayo siku ya leo ni lazima tukapate kupigana vita ili tupate vitu kwa halali. Si kwamba unapigana vita halafu unafika katikati unaacha unapita njia ya mkato. Unataka tu upate kwa haraka. Wewe ni pastor, unataka washirika wachae kwa haraka. Unataka utembee na magari makubwa kwa haraka. Hautawezana. Inabidi uende kwa Devil Hospital upewe nguvu huko. Lakini ukipigana vita na upigane vita pasipo kusarenda, upigane vita, mwisho wake utatokea. Mwisho wake utatokea. Mwisho wake utatokea. Kwa hivyo ni kupigana vita. Bwana asifiwe sana. Upigane vita mpendwa. Na unapopigana vita unapigana vita. Unapigana vita na mwisho wake unapata ushindi. Unapigana vita unapata ushindi. Katika maisha yako ni vizuri uchite kama mkutano. Uangalie ni vita aina gani ambazo unazopigana. Na hizo vita unazopigana unapigana na kina nani? Maana lazima pia uangalie uzito wa vita. Usipigana tu vita tu pigane. Lazima uangalie hizo vita utawezana nazo. Na kama uweza nao, tafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia kupigana vita. Nilikuwa naona yule kijana wa Museveni. Ati anasema Kenya Ruto lazima atachukua second term. Anasema kama nani? Hapa si Uganda. Linda ya kwako. Linda ya kwako. Hiyo yenu ya huko kwenu mnazimanga internet, alafu ndio mnatangaza mtu vile mnajisikia hapa ni Kenya.
Sasa linda ya kwako yamekushinda. Huyo rais si wako na hata badilisha akuwe Muganda. Hapa ni Kenya. Inaitwa Kenya. Hivyo linda ya kwako. Kama mtaua watu ndio mchukue viti, nyinyi uweni huko. Lakini siku inakuja tu mtajua mjui. Siku ya Bwana inakuja. Utakufa hata ukiwa kwa kiti na umelindwa na JSU kila kona. Hapa si Uganda, mnachukua tu mke wenu, sijui mtamweka kama yeye ndio security, sijui mke wenu mtachukua sijui ndio wa benki sijui nini. Hadi kama kila kitu ya ninyi ndio mnataka kutawala. Hapa kunaitwa Kenya. Sasa linda ya kwako Uganda. Niona naye mama mwingine Tanzania anasema ati sasa vijana wanyoroswe. Wananyoroswa ni wewe ulisaa. Saa wako. Hawa vijana ni watu walisaa. Mke na mume. Na siwo uliwasaa. Kwa hivyo kama hawakufundishwa nidhamu, wewe ndio utakuja kuwafundisha na wafundisha kama nani? Hadi kwa sababu wewe ni rais. Kwani utaishi kwa hiyo kiti miaka yote? Utakufa tu. Utakufa. Siku ya Bwana inakuja utakufa. Na jina lako litasaulika. Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine disiguti tuelewe ya kwamba hao watoto wanauliwa ni watoto wa watu. Sio miti ilizaa, ni watoto wa watu. Na tuheshimu maisha ya mtu. Tuheshimu maisha ya mtu. Mungu aliyemleta duniani alimjua. Lakini wewe ni nani unamkatisha? Kwa sababu uko na mamlaka. Siku inakuja mamlaka itaisha. Mimi nimemalizia hapo. Hala nimekasirika. Ati mnyorose jinsi. Mnawanyorosa aje? Mnawanyorosa kwa kuwapiga na marisasi. Uliua watu zaidi ya 500. Ukaona imesaulika. Ni serikali imeshindwa. Lakini mbingu haijashindwa. Itakushughulikia one time. Na ndio maana wengi mnakufanga na huko India. Mnachinjwa huko. Wapendwa, Mungu awabariki. Na walinde watu wale wa JNZ. Mlindwe na Bwana. Maana nyinyi ndio mnatagetiwa mnyoroswe. Sasa Mungu awalinde msinyoroswe. Bwana awabariki. Na Bwana awatende mambo makubwa kwa sababu ya kupata muda wako kunisikiliza. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya katika media testing. Tutakaporejea kwa njia iliyo sawa, maana bado internet iko na shida, maana tunashughulikia hiyo, na wakati itakapokuwa sawa tutapata nafasi ya kufundishana vizuri. God bless you so much, na muwe na wakati mzuri na baraka zake Bwana. Kwa niaba ya wote waliofanikisha ibada hizi na kipindi hiki, basi Bwana awabariki na awatende mema. Shalom, shalom, shalom.